Nakumbuka alikuja askofu, alipokuja askofu na mimi bahati nzuri nilikuwepo. Ndio maana nakwambia kila kikao humu nipo. Baada alipokuja yule askofu, mimi hapa mwenyeji wa miaka mingi najua ili kanisa lilivyoanza mpaka pale lilikofikia. Watu wengi wamepita kwenye hili kanisa. Nilimwomba askofu, nikamwambia nyinyi mna vikao vyenu huko vya kuteua watu kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Nikamwomba askofu, nikamwambia huko katika vikao vyenu mlivyokaa teueni huko, sielewi taratibu za kanisa, lakini teueni, jadilianeni, huyu mtu hapa msiniondolee. Huyu ni kiongozi wangu katika serikali yetu ya mtaa, lakini amekuwa rafiki. Mambo mengi ya kimtaa, serikali amekuwa na msaada mkubwa sana, na hasa katika mchakato hata kupata eneo letu. Kama mnavyojua, kwenye kurasimisha, hawa ndio wana prove kwamba kweli mtu ana mgogoro na watu hivi, kuna mafomu, kuna nini. Lakini si tu hilo, kuhakikisha usalama wetu uko vizuri. Tunamshukuru sana sana mwenyekiti wetu, na nimefurahi leo kuwepo hapa. Ni mtu mwenye majukumu mengi, lakini ameacha shughuli zake akasema aje afurahi pamoja na sisi. Nimefurahi sana kukuona mwenyekiti. Mungu akubariki sana. Just a word kwa watu, kama una neno la salamu tutashukuru. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi jamani, kwa majina naitwa Hamza Kambi Simba, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini Muislamu. Lakini leo nipo humu. Na hapa sio mara ya kwanza kuja. Nashukuru mtumishi Masasi, kila jambo linalotokea katika kanisa hili lazima nialike, na nikipata nafasi na uzuria. Kwa maana hiyo, huyu sio kama mchungaji, sio kama rafiki, sio kama nani. Huyu mimi kama ndugu yangu. Kwa sababu tunaongoza watu. Kuna kipindi kanisa linapiga mziki mpaka linapindukia, wananchi wanakuja wanalalamika, lakini tunaitana na Masasi, tunaikana sawa, maisha mengine yanaendelea. Lakini pia mgeni rasmi, nakumbuka alikuja askofu, alipokuja askofu na mimi bahati nzuri nilikuwepo. Ndio maana nakwambia kila kikao humu nipo. Baada alipokuja yule askofu, mimi hapa mwenyeji wa miaka mingi najua ili kanisa lilivyoanza mpaka pale lilikofikia. Watu wengi wamepita kwenye hili kanisa. Nilimwomba askofu, nikamwambia nyinyi mna vikao vyenu huko vya kuteua watu kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Nikamwomba askofu, nikamwambia huko katika vikao vyenu mlivyokaa teueni huko, sielewi taratibu za kanisa, lakini teueni, jadilianeni, huyu mtu hapa msiniondolee. Kwa hiyo namshukuru, kuna uwezekano wazo langu limefaa au halijafaa, sijui kama kikao kimekalika au bado, lakini yote kwa yote nashukuru waumini wote, na pia na kuombeni Mwenyezi Mungu waumini wote wajalie afya njema, tufunge kwa rezima njema, tumalize salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naamini Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi, na wapenda sana, asanteni sana. Mwenyekiti wa mtaa amenitetea kwa wakuu hawa kwamba wawahamishe wengine. Lakini mwenyekiti, tunashukuru Mungu, tuna viongozi wazuri sana, wana busara sana. Yaani kitokea wanakupeleka eneo lingine, labda una matatizo wewe mwenyewe, lakini uko salama kabisa, basi wazo lako wanalitendea kazi. Si kwangu tu, na kwa wengine wengi wanatendea kazi. Wakikuondoa ujue wewe una matatizo. Asante sana, nashukuru mwenyekiti. Jamani, makofi mengi kwa salamu nzuri sana za mwenyekiti wetu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Festo Luhago. Namshukuru baba askofu, mimi ndo kaka yake wa Luhago wa Makambako, tumbo moja. Tukio hili limenigusa sana kama mwenyekiti wa CPCT. Jamani, huyu Masasi huyu sio wenu tu. Huyu Masasi anaingilika na wachungaji. Ukienda na shida yako, Masasi atakufurahia uso tu, kwanza unapokea kabla hajagusa mfuko wake. Mna mchungaji wa maana sana, kwa sababu sisi CPCT Kinondoni tumemfaidi sana. Wachungaji wengine wakishafika hali kama hii hawaingiliki, lakini niseme mna mchungaji ambaye
anaingilika na sisi tunafaidi vingi kutoka kwake. Mungu awabariki, tuwatakie miaka 20 mingine ya mafanikio makubwa. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mtu wa Mungu hapa. Nasema hivyo kwa sababu ni mtumishi ambaye hana ubaguzi wa madhehebu. Tumefanya naye kwenye makanisa mengi, kwa watumishi wengi, na tumefanya semina nyingi. Amenitia moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na anajua kuishi na watu wa rika zote. Hekima Mungu aliyompa si ya kawaida. Tumekaa naye CPCT miaka kama 6 kama sikosi. Kama miaka 6, hakuna mtu aliyokuazika. Paka tukasema sasa hivi tuachie watu wengine. Alichukuliana na sisi, alitutia moyo. Alafu nisiseme mengi sana kwa sababu ya muda, lakini kwenye familia yangu amekuwa ni baraka sana kwenye familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumekuwa karibu, mambo mengi amekuwa akinishirikisha na tumeishi kama familia. Mungu akubariki pamoja na mama. Mungu awabarikini sana kwa kututhamini, kwa kutukumbuka. Jina la Bwana libarikiwe. Ninazingatia itifaki. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya askofu wetu wa jimbo Reverend Aaron Mwashilindi na ofisi yake kuwasilisha bahasha hii ya pongezi kwa mchungaji na mke wake Mchungaji Masasi. Tafadhali mpokee bahasha hii kutoka ofisi ya jimbo, ofisi ya askofu Mwashilindi. Mungu awabariki sana. Naomba nichomekee pia kama baba na mke wangu Joyce, baba wa ndoa na mama wa ndoa. Sisi tutawapa kupumzika. Nilikuwa namuuliza Mchungaji Masasi mara ya mwisho amempeleka mke wake mapumziko ni lini. Alikuwa ananiambia sikumbuki. Sasa sisi tutawapa kwenda 5-star hoteli nights 2. Asante sana. Makofi mengi. Makofi mengi. Tunahamishwa. Ni huyu mama, mume wake amewahi kuwa mchungaji wa hili kanisa, miaka yote tumekuwa naye, na basi katika maadhimisho haya tumeona tumkumbuke, lakini pia na mama yetu Mama Mtulo tutamkumbuka. Yeye hajaja leo, na tunawiwa kufanya kitu kwa aliyekuwa mhubiri wa kwanza baada ya kuja hapa na ametangulia kwa Bwana, si mwingine Christopher Mraponi. Kwa hiyo mke wake pia tumeona tumkumbuke kwa wakati Mungu atakaotusaidia. Ndio mwinjilisti wa kwanza baada ya kuja hapa alituhudumia. Asante, naomba nikabidhi mama. Amen. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikulitarajia hili wala kulitegemea. Namshukuru sana mchungaji. Jamani, ni kweli nimekuwa katika hali, nawaambia wanangu, kamdomo. Uwe waaminifu mnapokuwa kwenye mahali, msiwe na kamdomo. Mimi sikulitegemea hili. Muheshimu wale wanaowatuongoza. Haijalishi ni mdogo ni mkubwa, hebu muwaheshimu. Naomba hili liwe kumbukumbu kwa kizazi changu na watoto wenu, muwafundishe namna ya kukaa na watu. Asante sana. Mama anayoyasema ameyaishi. Wacha na mimi. Mama mchungaji yuko wapi? Mama Zalia, njoo hapa tupige picha na hii familia. Hawa ni watoto wa mchungaji Masasi aliyowazaa kihuduma. Wanasema baba, wanatamani wapige picha na wewe.
Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunajisikia vizuri sana kwa ajili ya tukio hili kwa baba yetu, na sisi wote hapa chini ya huduma yake ndani ya miaka 20 tumeweza kuzaliwa kihuduma. Tunamshukuru Mungu sana. Baba huyu ana moyo mzuri sana. Mimi najisikia vizuri sana ninapomuona. Ana upendo, lakini yuko wazi, hana makuu. Kwa kweli tunamuombea. Kwenye Danieli sura ya 12 mstari wa 3 anasema hao waongozao wengi kutenda mema, kutenda haki, watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana azidi kukuinua zaidi. Mungu akubariki. Tunashukuru kwa malezi mazuri. Asante sana. Amen. Hayo bahasha kidogo. Makofi mengi jamani. Harvest mnaniangusha. Makofi mengi na vigelegele. Idara ya wanawake jimbo tumeleta zawadi nzuri kwa baba yetu ambaye pia ni mlezi wetu, pamoja na mama. Ni waombaji wazuri, wamekuwa akituombea wanapokuwepo katikati ya timu ya askofu. Tumeleta zawadi nzuri ambayo kila mara mtakapokuwa mnaitumia basi mtakumbuka idara ya wanawake. Tunawapenda. Mchungaji Masasi ni mchapakazi jamani. Nimekutana na kaka huyu akiwa ni kijana kama anavyozungumza. Mpaka sasa anaelekea kwenye utu uzima, lakini bado anachapa kazi. Mungu akubariki. Na mama tumekuwa naye pia kwenye uongozi muda mrefu. Umemaliza chuo sasa umerudi, tutakurudisha tena kwenye huduma hii ya wanawake. Asanteni sana wazazi. Familia ya Masasi itawakilishwa na hawa ambao wameweza kufika. Najua familia tuko wengi. Tunapenda kuchukua nafasi hii kwa sababu ya muda kuweza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Abraham Masasi, lakini pia washirika wote kwa namna ambavyo mmekuwa pamoja naye. Na kwa sasa hivi kama familia tunatoa salamu za pongezi kwa utumishi huu. Bwana aendelee kukufanikisha na kukuongeza sana katika wakati na nafasi yako. Kama familia pamoja tumeungana kuweza kuweka bahasha hii. Mungu abariki sana. Amen. Makofi mengi kwa familia. Makofi mengi kwa familia ya Masasi. Kwenye maisha ya kawaida au anasema kwamba nabii haheshimiwi kwao. Ukiona familia inatambua kazi unayoifanya, unajua kuna kitu cha ziada kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi Harvest tunapenda kumshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kuwa na mzazi wetu au baba yetu wa kiroho, kutumika naye tangu kwaya ilivyoanza na hata sisi tulivyoendelea naye, na kwa sababu kwaya inaendelea kukua na watu wanabadilika, watu mbalimbali. Naamini kwamba ametoka Kilea tangu ikianza huko nyuma kabla tujakuwepo hapa, na sisi tulivyoungana naye tumeendelea kumtumikia Mungu. Tunajisikia vizuri kutumika naye. Amekuwa ni baraka sana kwetu, ametuvumilia katika mengi na tunaendelea kujisikia vizuri. Naomba kwa nafasi hiyo kwa niaba ya kwaya niweze kuiwakilisha hii zawadi kidogo ambayo itakuwa kama ni faraja kwa mchungaji wetu. Amina. Amina. Makofi mengi kwa kwaya yetu nzuri ya Harvest. Usichoke kupiga makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa niaba ya CMF naongea kama mwenyekiti nikiongozana na viongozi wenzangu. Mchungaji kiongozi Abraham Masasi pamoja na mama mchungaji. Natoa shukrani sana kwa niaba ya CMF. Mungu awabariki sana. Sisi kama wanaume tunajifunza namna ambavyo umesimama kama baba wa kiroho na baba wa jamii.
tunajifunza mengi sana kwako, na hata tunao ujasiri wa kusimamia familia zetu tukiwa tunajifunza namna ambavyo unasimamia kanisa. Mungu akubariki sana. Lakini kama CMF tumekuja na ishara ndogo tu kama ishara ya upendo kwako. Tumekuletea suti. Amen. Amen. Tulipata wakati mgumu sana kuchagua aina ya rangi na aina ya kitambaa. Tunajua wewe ni mzee wa masuti, lakini tukasema hii itamfaa mchungaji wetu. Amen. Tunaomba tukukabidhi mchungaji wetu. Mungu akubariki sana mama mchungaji, Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba, habari ya yote, tunakushukuru kama viongozi wa CAS, lakini pia kwa niaba ya vijana wote wa kanisani hapa. Tunashukuru kwa kazi nzuri aliyofanya, kwa kujitoa kwingi, umetupigania, umetusaidia. Mimi binafsi ni kaka yangu, lakini namuita ni baba kwa sababu ametulea, ametutunza. Baba, tunakushukuru. Asante sana. Makofi kwa CAS. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sisi praise team tumeona na sisi tumshukuru Mungu pamoja na wazazi wetu. Baba yetu, rafiki yetu, amekuwa baba mzuri sana, nasi tunamfurahia. Kwa hiyo tuna pongezi kidogo kwa ajili yako baba. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya zoni ya mbali, nasi pia tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya utumishi wa baba yetu mchungaji Masasi. Baba, kwa kweli unatulea, unatupenda, unatusaidia kwa mambo mengi sana. Ni baba ambaye ni mwepesi, ukiwa na shida hachelewi kukukuta na kukuombea na kukusaidia. Baba, tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukutumia. Mungu akupe maisha marefu. Tunakupenda sana baba yetu. Asante sana. Na mama mchungaji, mama, tunakushukuru sana. Asante baba kwa kumtunza baba yetu. Mungu aibariki familia yenu, awape maisha mema, awape afya njema. Asante sana baba. Tuna zawadi kidogo tu, angalau mkapate supu ya kuku. Mungu awabariki sana. Amen. Jamani, dakika moja tu. Mama kwa hadhi yake ilibidi akae hapa, ni kwa sababu tu ya kifamilia tunakaa pale, lakini kwa hadhi yake kama mama askofu ilipaswa akae pale. Lakini mke wangu amekulia familia ya kichungaji. Huyu mama ndiye amemlea pale Iringa, amekulia kwake, ni mama yake. Kwa hiyo mama, nashukuru sana kukuona, nimefurahi. Mungu akubariki sana mama. Haya, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wakati huo pacha wetu akina Katamba mtakuwa mnafuata hapa nyuma, sisi tukizungumza na nyinyi mnaingia. Haleluya. Kama alivyosema kijana wangu, mkwe wangu, huyu binti yangu Severina, Mungu alinijalia nilimchukua akiwa na miaka 5. Kwa hiyo amelelewa nyumbani mwangu, na huwa anamwambia Masasi kwamba kama kuna tabia zote ngumu ngumu basi ndio zimetoka kwangu. Lakini binti yangu nimekaa naye vizuri. Ukiona kuna tatizo basi Masasi linatoka kwako. Ndio namwambiaga hivyo hivyo. Haleluya. Kwa kweli namshukuru Mungu na kuja kwenye uchungaji na kusomea. Alipomaliza market nilimwanzisha tokea chekechea mpaka la 7 mpaka form 4. Na nilikuwa namziba kabisa siende kwenye likizo kwa ndugu zake wale wasio kaambukiza kutokuokoka. Kwa hiyo nilikuwa namnyima asiende likizo. Lakini kuna siku moja alienda Mbeya, alimaliza form 4, alienda Mbeya. Kumbe Mungu ndio akawa anamtayarisha Masasi. Haleluya. Lakini nambariki Mungu kwa kujitunza kwenye wokovu. Haleluya. Sasa sisi kama familia tumetoka Iringa, kuna chakula ambacho kwenye gari pale kitasukuma siku 2-3. Lakini pia na mdogo wake huyu hapa ambaye anapozaliwa huyu alikuwa anamuona. Maana huyu amekuja, Severina amekuja kwangu, mimi sijaolewa bado, nilikuwa binti. Na ninapoolewa anasema huyu mchungaji kwa nini anamuoa mama mwenye mtoto? Kumbe huyu ni mtoto wa dada yangu. Haleluya. Na akanikubali niishi naye hata kama ndo tunaanza maisha mke na mume, yani ndio kwa mara ya kwanza, basi nikaanza kuishi na Severina. Kwa hiyo hawa wanapozaliwa yeye tulikuwa pamoja kwenye kulea wadogo zake. Huyu ni mzaliwa wangu wa pili
yuko Roni wa kwanza, wa pili, yuko Shama wa tatu na wanne ni Lanka. Wote tumeishi kama familia kwa pamoja. Lakini la mwisho alipofika form 4 akasema, mama, nataka kufunga siku 3 kavu. Mama, kwa nini? Nikasema kwa sababu gani? Nikasema mimi nataka kusomea uchungaji. Nikamwambia kusomea uchungaji mbona ni kama ndoto? Nilikuwa naona ni kitu kisichowezekana. Severina, unasomea uchungaji? Kwanza maisha tulioishi wenyewe unajua ya magumu magumu. Wageni wakija inabidi mkalale kanisani. Ili tumpishe kitanda kile, ustaarabu nilikuwa nao kidogo, nifuefue yale mashuka, nipige pasi basi nitaandikia wageni walale. Mkalale kanisani. Utaweza mwanangu hizo kazi? Akasema nitaweza. Lakini hii ndoto jamani imekuja kutimia juzi. Anaponiambia ndo ana graduate uchungaji. Haleluya. Haleluya. Na ningekwenda kulingana na hali iliyokuwepo nchi yetu, nilishindwa, lakini ningekwenda kwa mwanangu sema, wao mwanangu, ndoto yetu ya kufunga siku 3 kavu. Haleluya. Kwanza mwanangu, Mungu akubariki. Ubarikiwe sana. Basi na mdogo wake awasalimie kidogo, na hiki kitenge atawashonea wajukuu zangu nguo ya kushindia kidogo tu. Baka na ufundi nilimpa kidogo. Amina. Mdogo wako naomba usikusalimie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya dada yangu, nimejifunza kwa na shemeji, nimeishi nao kidogo Mwenge. Kwa hiyo nawafahamu. Mungu awabariki, tunajifunza mengi zaidi. Amina. Asante, makofi kwao. Kabla ya zoezi hilo kufanyika, mama mzazi amekuwa na neno fupi tu la kuzungumza, na tusimsumbue, labda nisaidie kumpelekea microphone pale. Mama huyo mama. Amen. Asante sana. Asante sana. Microphone. Kwanza mume wangu ni Joseph Masasi. Amen. Alikuwa rafiki yake wa nani pale Ilala. Amen. Titus Mkama. Amen. Na hata kuja huko alikuita Titus. Amen. Yaani yule ndugu yangu, ndugu yetu, na amejatuacha. Kwanza nashukuru kwanza mchungaji mkuu ambaye ni mtoka mbali na Venus Mwiche, ni watu ambao nafahamu muda mrefu sana. Muhiche. Haleluya. Mafundisho yake ni mazuri. Anatufundisha kiroho kwamba mtu bila Roho Mtakatifu hujaishi. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo tunamshukuru Mungu. Na huyo kijana upako huu ni wa baba yake. Amen. Asante sana. Haleluya. Amen. Jamani, makofi mengi kwa mama. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana.